mada iliyopo hapa nataka kuelezea shekhe kwamba watu wamepata utukufu, wamekuwa na madaraja ya juu ni baada ya kusubiri mitihani. Ndio mada hii ndio kipengele chokizungumza hapa, kule kuthibiti kwenye mitihani, kwenye shida. Na mimi maneno yangu huwa nawaambia nini wakati mara kwa mara, kwenye shida ndio unatakiwa ufanyaje? Soma. Usisubiri kwenye raha. Sawa bwana mtu adhana ona kama kwenye raha hizo huwezi kusoma. Aya, simama. Allah musta'an. Yaani kama tatizo soma. Kana una hela, una nini, maradhi, unaumwa, ndio utakuwa usome hapa. Lakini ukijiona kwenye matatizo ndio unakuwa mbali na masomo, ushafeli. Swala kusoma kwako wewe bye bye tu. Huwezi hata ufanye nini. Hata leo tukupe milioni 50 hapa, tukakwambia kila siku napewa milioni 50, nyumba hii hapo bure, watoto wake hawa hapo 4, hautoweza kusoma kwa sababu nafsi yako wewe haujaizoesha hivyo. Nafsi yako haujaizoesha hivyo. Lakini ukiizoesha kwenye tabu, kwenye raha unaweza. Sasa sikilizeni hichi kisa cha imamu. Qala, huyu imamu anaitwa Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl al-Ramli, maarufu kwa ibn Nabulsi. Qala adh-Dhahabi, nasema min Dhahab, qala Abu Dharr, ni kisa kinaumiza sana. Qala Abu Dharr al-Hafidh, anasema Abu Dharr al-Hafidh, sajanahu Banu Ubayd, kabila la Banu Ubayd walimfunga huyo imam. Sajanahu, walimfunga gerezani. Banu Ubayd hili ni kabila la watu walikuwa Misri. Wasalabuhu, na walimsulubu huyo Imam Ramli an-Nabulsi ala sunnati, juu ya msimamo wake kunako sunna, kusomea sunna. Walimfunga kwa sababu Ubaidia wao walikuwa mashia. Banu Ubayd walikuwa mashia, walikuwa ni mashia. Yeye alikuwa mtu wa sunna, kwa hiyo ile batili alionayo yeye alikuwa naikataza. Kwa hiyo kwa kusimama imara vile walimfunga gerezani na wakamsulubu. Qala, nasema sami'tu ad-Daraqutni yadhkuruhu, anasema Abu Dharr al-Hafidh, nilimsikia Imam Daraqutni yadhkuruhu, anamtaja. Wayabki, na hali ya kuwa analia. Wayaqulu, na anasema al-Imam Daraqutni kana yaqulu, kwamba huyo Imamu Nabulsi alikuwa anasema wa huwa yuslahu, na yeye anachunwa ngozi, akisema kana dhalika fil kitabi mastura. Yote hayo yaishaandikwa kwenye kitabu. Al-Daraqutni anasema mimi nilikuwa namshuhudia yule Imamu Nabulsi pale walipokuwa wamemsulubu mbele wale Banu Ubaida. Banu Ubaid wanamsulubu wale marawafidha kwa kumchuna ngozi aliyakuwa akiwa hai. Lakini huyu Imamu Nabulsi alikuwa anasoma Qur'an. Kwenye hii aya alikuwa amesimama hapo hapo, kana dhalika fil kitabi masura, kana dhalika fil kitabi masura. Hayo yote yameshakuwa kwenye kitabu mastura, yameandikwa yote, yashakadiriwa, yashaandikwa. Qala Abu al-Faraj ibn al-Jawzi rahimahullah, anasema Ibn al-Jawzi, aqama Jawharun al-Qa'id, alisimama huyu al-Jawharu al-Qa'id li Abi Tamim, kwa Abi Tamim sahibu Misra, bwana wa Misri, Abu Bakr an-Nabulsi. Abu Bakr an-Nabulsi huyu kiongozi alisimama juu ya huyo imamu. Wa kana yanzilu al-akwaha, alikuwa yanzil kukh ni hivi vijumba jumba vya hema, vihema hivi. Kwa alikuwa anakaa kwenye vijumba hivyo vya vihema, vijumba vya duni. Kwa hiyo huyu al-Qaid, huyu kiongozi, alikuja kwenye nyumba ya al-Imam an-Nabulsi. Alimfikia, akamkuta kwenye kukhu yake, kwenye nyumba yake ya hema. Faqala lahu, huyu Qaid kiongozi akamwambia, balaghana annaka qulta, imetufikia habari kwamba wewe an-Nabulsi unasema, idha kana ma'a ar-rajuli 10 ashumin, pindi mtu akiwa na mishale 10 ashumi. Wewe tumekusikia an-Nabulsi unasema mtu akiwa na mishale 10,
wajaba an yarmiya fi rumi sahman, itampasa, wajaba, itamwajibikia, an yarmiya fi rumi, awarushie watu wa Roma manaswara mwa Kristo, sahman, mshale mmoja. Wa fina 9, na sisi kwetu sisi aturushie mishale 9. Unaelewa sheikh? Yani tumekusikia wewe imamu unasema hivi, kuna Waroma Makristo haya manaswara na kuna Shia, halafu mtu ana mishale 9. Tumekusikia wewe unasema hivi, mshale mmoja warushie wa Roma, waue kwa mshale mmoja, lakini mishale 9 yote warushie watu gani? 9 Mashia, ndio huyo kiongozi sasa. Yani fil ubaydiyin ar-rawafid. Qala, yule imamu sasa akasema, ma qultu hadha, mimi sijasema hivyo. Ukisikia ibara kana kwamba inakwambia huyu kiongozi alielewa vibaya, si ndio? Au anamsingizia. Maana mbili. Maana ya kwanza, huyu kiongozi anamsingizia Imamu Nabulsi. Maana ya pili, amemuelewa vibaya. Tasikiliza majibu. Akama, ma qultu hadha, mimi sijasema hivyo, bal qultu. Sikia maneno ya kishujaa sasa. Yani pale ndio upo na mkuu wa majeshi, nani huyu sasa hivi wa jeshi la Tanzania, ndio uko mbele yake sasa. Amekufuata nyumbani kwako na kwambia nimesikia habari hii na hii na hii, alafu anamwambia mimi sijasema hivyo, bali nimesema hivi, idha kana ma'ahu 10 ashhur, akiwa huyo mtu ana mishali 10 na yote 10, wajaba an yarmiyakum bi 9, ni wajibu na lazima akutupieni nyinyi mishale 9, wa an yarmiya al-10 fikum aidha, na ule wa 10 tena kurusheni tena nyinyi, wa an yarmiya al-10 fikum aidha, na ule wa 10 tena akurusheni tena nyinyi. Fa innakum ghayyartum al-milla, nyinyi mmebadilisha dini kabisa, mmeibadilisha dini kabisa. Wa qataltum as-salihin, na mmewaua waja wema, mmewaua wote watu wema. Wadda'aytum nura al-ilahiyati, na mmedai kwamba mna nuru ya uungu, nyinyi mmedai kwamba mna nuru ya uungu. Fashaharahu, basi yule mtawala sasa alipoyasikia yale maneno kutoka mimfihi, kwenye mdomo wake, shaharahu, aliyatawanya yale maneno. Jamaa anasema hivi, nyinyi mmeelewa vibaya, nyinyi mnasema mshale mmoja na warusha Roma. Huyu bwana anasema mishale yote 10 turushe sisi yote. Thumma darabahu, kisha akampiga, yani yule mtawala yule akampiga Imam Nabulsi. Thumma amara yahudiyan, kisha akamwamrisha Myahudi, fasalakhahu, akamchuna ngozi, huwa hai. Na siku na chuna ngozi alikuwa kwenye kadamnasi ya watu, aliitwa kwenye kadamnasi ya watu wengi sana. Yule Yahudi alipewa kazi, dili, kapewa dili Yahudi, chuna ngozi, mchune ngozi mbele za watu. Ndio maana Imam Daraqutni anasema nikaa nashuhudia na muona watu wamekaa, umma wa watu wamekaa wanamwangalia al-Imam Nabulsi anachunwa ngozi, na alianzia kichwani hapo bwana. Kwa hiyo umechunwa, umesulubiwa hivi vizuri, umekaa, jamaa anachuna ngozi, anashika na ifuta, ikawa inashuka hivi, inashuka. Sasa kipindi anaianza hivi, huyu al-Imam Nabulsi alikuwa anasoma Qur'an, anasoma Qur'an, na alikuwa anasoma suratu iqtarabati sa'ati wa inshaqa al-qamar. Kwa maana anashusha ile ngozi. Yule Myahudi anasema mpaka nilikuwa namuonea huruma, nasema kwa nini watu huyu, kwa nini anaadhibiwa kiasi hiki? Akaishusha ile ngozi ile yote, akaishusha mpaka ikafika sehemu ya moyo hapa, moyoni, ngozi anashusha kabisa. Mtu yuko hai, sikia maumivu yatakuwaje. Yule Myahudi akaona huyu anaonewa tu bure hapo, akachukua lile limekaa hivi, limechongoka mbele hivi, akalishindilia kwenye moyo pale hivi, kalimaliza kabisa. Tumalize kwa kumwadhibu kiasi hiki,
akamchoma pale pale, basi habari yake kaisha. Swala la kumchuna ngozi limeishia hapo. Lakini hicho kipindi alipofika kwenye, anasema kipindi ile ngozi imeshatoka kwenye uso, yule bwana alikuwa anaendelea kusema haya maneno, kana dhalika fil kitabi mastura, paka ile ngozi imeshatoka mdomoni, habaki manyama tu kama ni damu sote tunamwagika wekundu tu usoni, bado anasema kana dhalika fil kitabi mastura, kana dhalika fil kitabi mastura, paka siku yake ilipofika, muda wake ulipofika akafa hapo. Hajabadilika kunako uadui dhidi ya Mashia, hajabadilika. Ni ukweli unavyoniuma, lakini siwezi kukubali haya mnayoyafanya ninyi dhidi ya waislamu wenzetu. Qala ibn al-Akfani wa dhakara al-qissata, anasema al-Akfani akakitaja kisa, fasulikha, alichunwa ngozi, wa hushiyat ibnan, na akafunikwa na nila mchanga hivi, wasuliba, na alisulubiwa pia. Maka alisulubiwa kisha akamwagiwa